Tuanze nchini DRC ambapo jana baada ya rais wa zamani Joseph Kabila kuripotiwa kuwasili jijini Goma kumezua mjadala mzito miongoni mwa wananchi kuhusu uamuzi wake kufikia katika jiji hilo linalodhibitiwa na waasi wa M23. Kabila amekuwa akiishi nchini Afrika Kusini na mapema mwezi huu alitangaza mpango wa kurejea nyumbani kwa kile alichokisema anataka kuisaidia nchi yake kupata amani, huku akishtumiwa na Kinshasa kwa unga mkono waasi hao. Mwandishi wetu kutoka Goma Chube Gorombi amezungumza na baadhi ya wakazi wa jiji hilo na hii hapa ripoti yake. Kuwasili jijini Goma kwa aliyekuwa rais wa zamani wa Kongo Joseph Kabila kumedhua hisia mseto kama baadhi ya raia wa mji wa Goma wanavyozungumza hapa. Kabila anakuja kutuokoa na anaweza tu kusema neno inasikilika. Kufika kwa Kabila itufurahishe kwa sababu watu wanaendelea kukufa na hatujui ni kitu gani iliacha anafika hapa Goma. Na uweze kuchangia ujenzi kuleta amani Kivu ya Kaskazini. Pia baadhi ya watetezi wa haki za binadamu wamejulisha hisia zao. Haishangazi kuona Rais Kabila anafika Goma, ni kusema akuje amalize mzozo yake kabisa. Tunajua Shebote alidirije nchi miaka mingi sana, inarisikena ya kuwe accuse kubale bamustaki kuile mauaji yote ya tangu zamani. Haiko kitu ya kidogo, ni kitu ya kabambi yenapitikana mu Republique Democratique du Congo. Tusalie na masuala ya DRC ambapo mazungumzo kati ya serikali ya Kinshasa na waasi wa M23 na AFC yanaripotiwa kuendelea jijini Doha nchini Qatar licha kukumbana na vikwazo mbalimbali, wakati huu Marekani ikiendelea kushinikiza Rwanda kuondoa vikosi vyake mashariki mwa DRC na kuacha kuunga mkono waasi hao. Ponzioki na maelezo zaidi. Ripoti zinasema mazungumzo kati ya pande hizo mbili yanaingia katika hatua ngumu baada ya siku 4 za mashauriano yasiyokuwa ya moja kwa moja kuendelea. Kwa sasa serikali ya Kinshasa na waasi wa AFC na wale wa M23 wanaozungumza tu kupitia wasuluhishi wa mzozo huu. Swala ambalo linaonekana kuleta mvutano ni waasi kutokana na mvutano wao na serikali ya Kinshasa kujadiliwa tofauti na mzozo kati ya serikali ya DRC na Rwanda. Kwa upande mwingine, Kinshasa inataka masuala haya yajadiliwe pamoja, ikidai kuwa Kigali na watumia waasi hao kusababisha utovu wa usalama mashariki mwa nchi yake. Hata hivyo, ripoti za kidiplomasia zimeiambia RFI kuwa baada ya mivutano ya siku kadhaa, pande zote zimeonekana kukubaliana namna ya kusonga mbele, huku swali kubwa likisalia iwapo mkataba wa amani utapatikana. Mamia na maelfu ya raia wa Sudan ambao tayari walikuwa wamevumilia njaa kwa miezi kadhaa wamelazimika kukimbia katika maeneo mengine ambayo ni angalau salama kutokana na hali mbaya katika kambi ya wakimbizi baada ya wanamgambo kuteka kambi yao ya Darfur. Shirika la kutoa misaada la madaktari wasiokuwa na mipaka MSF limesema. Msikilizaji, zaidi ya wafungwa 100 wametoroka gereza la Chad wakati wa ufyatulianaji risasi uliosababisha vifo vya watu 3 na kumjeruhi gavana wa jimbo hilo aliyekuwa akitembelea kituo hicho. Takriban watu 17 wameuawa wakati washukiwa wa kuchunga ng'ombe waliposhambulia jamii katika jimbo la Benue katikati mwa taifa la Nigeria, huku kukiwa na kuongezeka tena kwa mapigano makali kati ya wakulima na wafugaji. Miaka mingi ya mapigano yametatiza usambazaji wa chakula kutoka kaskazini mwa Nigeria, eneo hilo muhimu la kilimo. Nchini Tunisia, mahakama imetoa vifungo vya miaka 13 hadi 66 jela kwa viongozi wa upinzani, wafanyabiashara na mawakili kwa tuhuma za kula njama dhidi ya usalama wa taifa. Upinzani unasema mashtaka hayo ni ya kubuni tu na kesi hiyo ni ishara ya utawala wa kimabavu wa Rais Kais Saied. Awamu ya pili ya mazungumzo yasiyokuwa ya moja kwa moja kuhusiana na mradi wa nyuklia kati ya Marekani na Iran yamefanyika katika jiji la Roma. Jason Sagini na maelezo zaidi. Waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi anaongoza ujumbe wa nchi yake, huku Steve Witkoff, mjumbe maalum wa Rais Donald Trump, akiongoza upande wa Marekani. Mazungumzo haya sio ya moja kwa moja, yanafanyika chini ya wasuluhishi kutoka Oman baada ya awamu ya kwanza kufanyika wiki moja iliyopita jijini Muscat. Kabla ya kuanza kwa mazungumzo Jumamosi, Iran ilisema inatilia shaka Marekani na kusema mkataba unaweza kupatikana tu iwapo Tehran haitalazimishwa kutekeleza masharti yasiyotekelezeka.
Lengo la mazungumzo haya ni kuhakikisha kuwa Iran inaachana na mpango wake wa kutengeneza silaha za nyuklia ambazo mataifa magharibi yanahofia hatua hiyo itatishia usalama wa dunia, hasa Israel. Mwaka 2018 Rais Trump aliondoa Marekani kwenye mkataba wa mwaka 2015 kwa madai ya kuzuia Iran kuendelea na mpango wake, mkataba uliokuwa umeafikiwa na Tehran na mataifa mengine yenye nguvu duniani wakati wa uongozi wa rais wa zamani Barack Obama. Mahakama ya juu nchini Marekani imesitisha utawala wa Rais Donald Trump kwa tumia raia wa Venezuela walioko chini ya ulinzi wa uhamiaji baada ya mawakili wao kusema walikuwa katika hatari ya kuondolewa bila uhakika wa mahakama iliyoamuriwa na majaji. Makamu wa rais wa Marekani J.D. Vance amekutana na kiongozi wa pili duniani katika kanisa Katoliki Kardinali Pietro Parolini, ambapo wamejadili swala la wakimbizi miezi miwili baada ya Papa Francis kukashifu utawala mpya wa Marekani kuhusu sera zake za uhamiaji. Rais wa Syria Ahmed al-Sharaa amekutana na mbunge wa Marekani Cory Mills, hii ikiwa ni ziara ya kwanza kama hiyo kufanywa na bunge wa Marekani tangu kupinduliwa kwa kiongozi wa muda mrefu Bashar al-Assad. Waziri wa mambo ya nje Asad al-Shaibini pia alikuwepo katika mkutano huo uliofanyika katika ikulu ya rais mjini Damascus. Maelfu ama wahalifu waliovalia sare bandia za kijeshi wamewafiatulia risasi mashabiki katika pambano la majogoo mashambani mwa Ecuador na kuua watu takriban 12 wasio na silaha na kuwajeruhi wengine kadhaa katika shambulio hilo. Nchini Tanzania, kiongozi wa chama cha upinzani Chadema amehamishwa hadi gereza la Ukonga jijini Dar es Salaam kutoka gereza la Keko. Taarifa hii inakuja baada ya sintofahamu ambapo viongozi wa chama wakiwemo mawakili na familia walizuiwa kumuona Tundu Lissu gerezani Keko, huku wakielezea kuwa hayupo tena hapo na bila kuelezewa alipopelekwa. Hatua hii imeleta haueni kwa familia, wanachama wa Chadema na Wanatanzania waliokuwa na wasiwasi kuhusiana na usalama wa hali ya kiongozi huyo Tundu Lissu. Ninamshukuru sana Mwenyezi Mungu ambaye ametuwezesha kukutana hapa ili tuweze kujadiliana mambo muhimu yanayohusu maisha yetu na nchi yetu. Jambo la kwanza, masaa mawili yaliyopita nimetoka gerezani Ukonga na nimeonana na Mheshimiwa Lissu. Kama mnavyojua, Lissu alikamatwa, amefunguliwa kesi kubwa ya treason, uhaini. Hukumu ya kesi ya uhaini kwa mujibu wa sheria za nchi hii ni kunyongwa mpaka kufa. Kwa hiyo mtu aliyepigwa risasi 16 mwaka 2017 Mungu akamuokoa, serikali ya Rais Samia imempa kesi ambayo wanataka wamhukumu na wamnyonge, wamuue. Hajaiba kitu cha mtu, hajaua mtu. Anachosema ni kwamba anahitaji mifumo huru na haki ya kusimamia uchaguzi ambao haumpendelei mtu yoyote, ili Watanzania muwe na haki kwa mujibu wa katiba hii ibara ya 8 kupata kiongozi anayetokana na nyie. Hilo ndio kosa lililosababisha wamempa kesi ya uhaini, treason. Sasa amesema kwanza yuko vizuri. Yes, yuko vizuri, ana afya njema. Nimeongea naye, ameniambia mapambano yaendelee. Ameniambia mapambano yaendelee, na mimi nasema mapambano yaendelee. Wangapi nasema mapambano yaendelee? Asante. Hilo la kwanza. La pili, walimhamisha Lissu kutoka magereza ya Keko bila kutaarifu familia, bila kutaarifu chama chake,
na bila kumtaarifu mtu mwingine yeyote. Na tulifanya jitihada mpaka leo. Mimi nilipoongea na uongozi wa juu wa magereza, ndio wakatuambia Lissu alipo. Hii nchi sio mali ya kikundi cha watu wachache ambao wamefanya state capture. Hii ni nchi yetu. Tunachodai ni utaratibu wa kisheria. Hata wakina Mandela walipokamatwa wakapelekwa Robben Island na makaburu wazungu, walitaarifu familia zao kwamba Mandela yuko sehemu fulani, Ahmed Kathrade yuko sehemu fulani, fulani yuko sehemu fulani. Hatutaki vyombo vyetu vya dola vitumike kwa mazingira ambayo ni ya kiuonevu, ya kuvunja sheria, ya kuvunja utaratibu. Kwa tunataka wakati mwingine, kama kiongozi wetu yuko mahali fulani, sisi tuna haki ya kujua yuko wapi na hali yake iko vipi. Kuepusha speculation, kwa sababu likimpata Lissu jambo baya, watakuwa answerable kwa Tanzania, na wasitegemee kwamba itakuwa hivi mambo yalivyo. Wataona kitu ambacho hawajawahi kuona. Tunaelewana vizuri? Kwa tusifikishane huko. Kwa sasa hatua hiyo liishie hapo. Jambo la pili, ukisoma katiba hii ibara ya 8, na nataka nisome kifungu kwa kifungu ili tufuatane. Inasema hivi: Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni nchi inayofuata misingi ya kidemokrasia na haki jamii, na kwa hiyo wananchi ndio msingi wa mamlaka yote, na serikali itapata madaraka na mamlaka yake yote kutoka kwa wananchi kwa mujibu wa katiba hii. Narudia, wananchi ndio msingi wa mamlaka yote, na serikali itapata madaraka na mamlaka kutoka kwa wananchi. Hiyo ni ibara ya 8(1) au A. B, lengo kuu la serikali, hiyo serikali iliyowekwa na wananchi, hiyo serikali iliyopata mamlaka kutoka kwa wananchi, lengo kuu la serikali itakuwa ni ustawi